Waida, huu ni usiku. Nahitaji niote ndoto nzuri, ndoto za kustarehe. Unataka niote mandoto mangumangu, makelele ya nini mwanamke utatoa roho? Nimeenjoy sana. Unapenda raha, umeenjoy? Alafu si nikachasau maji yangu pale. Eno msumbufu. Tutanunua mbele, yani turudi tena huko mbali sana. Tutanunua mbele. Sorry kidogo. Sina wenaita. Halo? Poa. Nini? Dada yako Jackie amefariki. Njoo nyumbani mara moja. No. Dada yupi? Huyu dada yako Jackie. Halo. Kuna nini? Sasa ndugu yangu, taarifa za msiba watu wanatoaje hivyo? Unajua binti uko sehemu gani unatoa taarifa namna hii? Watu taarifa watoe hivyo bwana. Maya mpenzi wangu. Pole sana. Kilichokufanya ukanifuata mpaka huku ni nini? Bella. Hivi unajua ni jinsi gani nimepata tabu kukutafuta wewe? Nimetoka hadi kumuulizia shemeji yangu uko wapi, lakini cha ajabu anasema hajui ulipo. Ila kwa akili yangu tu nikajua wewe lazima utakuwepo kwa Irene. Ila tuachane nayo rafiki yangu. Mimi nimekuja hapa tuyamalize. Naomba unisamee rafiki yangu. Nisikilize nikwambie, ni jukumu langu kukusamea au kutokusamea. Kwa hiyo naomba uniache. Bella, naomba unisikilize. Najua mimi nilikufukuza. Unajua sababu ya kufukuza nini? Mimi sijaona cha ajabu Kanu kuwa dereva bodaboda na wewe kuachana naye. Kwa sababu ile ni kazi Bella. Ila pia kama nimekukosea rafiki yangu, naomba unisamee. Mimi sikuwa sawa. Nilikuwa na mambo yangu pia kichwani ambayo yani yananivuruga kichwa kama nini. Bella, naomba unisamee kipenzi. Alafu nisikilize nikwambie ti. Hapa umesema umenifuata mimi. Haya mambo ya Kanu wewe hayakuhusu kabisa? Yaani kabisa. Alafu ngoja nikuulize jambo. Umenifukuza kwako. Nimeondoka pale nikiwa siko sawa kiakili. Nimefika babani nimepata ajali nikafa. Ungejisamee wewe? Kama sio roho mbaya hiyo ni nini? Na kuuliza swali, ungejisamee wewe? Bwana, acha kunigizia. Samahani. Halo? Amekufa? Mungu wangu. Jackie amekufa? Aya, kwa msiba uko hapo nyumbani? Aya, poa nakuja. Ni rafiki yangu, kuna saluni iko maeneo pale mbele. Ndio sehemu yake ya kazi, amefariki. Pole. Mimi simjui. Msiba hiki. Hapa ndugu yangu, kwa taarifa za haraka, huyu binti ya kuonekana takriban siku 5 hapa nyumbani kwao. Kwa hiyo hapa tukapata taarifa kwamba yupo kwenye kituo cha afya fulani hivi hapo kati. Lakini so risk Mungu akamchukua huyu. Kwa hiyo hapa sisi tumekuja kama majirani wa karibu, ila hapa anakaa na mdogo wake, ila mdogo wake naye alikuwa na mambo mengi.
hakuweza kumfuatilia. Hoja kimungu sana, lakini sometimes kwa tushukuru. Maana alikuwa msiudemu rafiki yangu. Chakutana naye mtakati hapo nyuma. Chakua mazingira yangu kitambo sana, sema kaingazia kinoma rafiki yangu. Kwa mazingira yamekuaje kwa mazingira? Msiba nini halisi hapa? Mipango inayoendelea sasa hivi, huyo binti atasafirishwa na ndugu zake wamekuja hapo njiani hapo. Watakuja hapa, watachukua msiba, tutasafirisha, tunampeleka Morogoro. Kwa mazingira ya Morogoro. Hilo zio zimeshiriki. Nikati tulikuepo. Anasemaje? Kwa jambo la kumshukuru. Afanye mpango hata matubai hapa au vipi? Mama, vipi? Mbona hivyo? kuna taarifa za msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kifo cha nani? Dada yake na Maya amefariki. Unasema? Dada yake amefariki. Dada yake Maya? Na anakaa hapo tu jirani. Hata Walda pia anamfahamu dada, ila hajui kwamba ni dada yake na Maya. Maisha mafupi sana. Simon, sasa tunafanyaje? Wewe nenda kajiandae, mimi ngoja pia nimpe taarifa Ukinyago, tujiandae tuweze kwenda. Ngoja nikajitayarishe. Haya sasa. Huyo mtetezi wako ameshakufa. Mtetezi gani? Kwani mtetezi wako nani? Sijaki ameshafariki. Simon, nakuomba sana. Niko chini ya miguu yako. Najua unamchukia sana Jaki. Lakini nakuomba usimuingizie kwenye mambo ya kifo sasa hivi Jaki. Umeelewa? Kwani yeye ndio wa kwanza kufa? Jitayarishe tukaonekane msibani. Sawa? Tafadhali. Najua kabisa mume wangu ananidanganya. Yaani siwezi kuamini kama ni kweli Jaki amefariki. Anadanganya yeye mume wangu, si ndio? Kwani yeye ndio wa kwanza kufa na ungejua kwamba simpendi yule binti. Hebu jitayarishe hapo tukaonekane.
Huyo alifariki ni nani hapa? Huyu ni ndugu yangu kabisa, ndugu yangu ambaye wapo wawili. Kuna Jaki ambaye yule mrefu ndo mkubwa na Maya ambaye yule mmoja ni machepele chepele. Ni yule mnokole hivi. Ndio huyo mrefu mweusi. Ndio huyo alifariki. Munisha sana. Unajua hichi kilioni chako utalia kila siku. Kila muda hata ukikaa unaosha vyombo utalia kwa sababu ndio dada yako alikuwepo. Hakuna ndugu yako mwingine yoyote. Kwa hiyo inabidi utulize moyo wako ili tujue tunafanya nini. Utakapokaa unalia moja kwa moja tutafanya nini na mwili bado hujasikia. Nakuomba punguza hiyo pressure yako. Sawa? Najua umeumia. Inauma. Ondoka huko gumu. Jaki. Pole Maya. Usilie. Kwa niaba ya familia ya wafiwa, kwa kifupi, msiba utakuwepo hapa, tutausafirisha kijijini kwao, na kuhusu ratiba zote ndugu yetu hapa mtamuona. Jamani wapendwa, kwa majina ninaitwa Navas William, ni miongoni mwa ndugu wa marehemu. Kama mwongozo ulipotolewa na Mr. Simon hapa, ndio huo utafuatwa katika msiba huu. Kwa hiyo kama kuna mtu mwenye chochote, mwenye lolote, anaweza akanifuata kwa maelekezo zaidi. Asanteni. Pia nawashukuru sana kwa wote mmefika hapa kwa sababu msiba ni wa kwetu. Tunashukuru pia kwa kuwa pamoja na sisi. Mungu awabariki sana katika hili. Pia nashukuru kwa kuja kuwatia nguvu wafiwa hapa. Hii ni kuonyesha kwamba huu ndio upendo.
hatutaki kutoka nje. Maana sasa tunatakiwa kwenye maandalizi. Kwa turudi ndani mkajiandae. Sawa? Twende. Nisiwe na maneno mengi. Kwa yote ambaye mwenye kidogo basi atawasiliana na ndugu yetu huku ili tujue tunafika vipi kuweza kumsafirisha ndugu yetu kwenda kumzika, kumpumzisha mali yake milele. Mimi nilikuwa na Simon wangu. Mungu wangu. Wewe binti? No. Hauna sababu ya kukaa hapa sebuleni kwa sababu unajua umetoka safari na umechoka. Mbona kama uko sawa? Niko sawa mwanangu. Vyumba vya wageni vivyo hoja hapa. 5,000, 10,000 unachagua wewe. Yaani unamleta ndani kwako. Mke wangu. Mimi nipo vizuri. Wewe ufanya asili, tusaidiane ili tuweze kumtoa. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa hayo maumivu, macho yangu hayaoni mbele, ni ukungu. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti